تفضل مشكورا ماجورا. Assalamu alaikum. Tukae. Sheikh Dr. Abubakar Zubeir bin Ali Mbwana, Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania, Mheshimiwa Alhaji Abdalla Ulega, Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Edward Mpogolo, Mkuu wa Wilaya Ilala, Mwakilishi wa Mkuu wa Mkoa wa Dar es Salaam, mwenyeji wetu, Alhaji Mruma, Katibu Mkuu wa Baraza la Waislamu Tanzania, Sheikh Ali Ngeruko, Naibu Kadhi na mjumbe wa Baraza la Ulama, lakini pia makamu mwenyekiti wa kamati ya dua, Sheikh Mataka ambaye tuko naye hapa, mwenyekiti wa halmashauri kuu, wajumbe wa Baraza la Ulama mlioko hapa, mashehe wote wa mikoa kiongozwa na shehe wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Alhaji Walid ambaye ndio mwenyeji wetu. Natambua uwepo wa mashehe wa wilaya zote nchini mlioko hapa, viongozi waandamizi wa serikali mlioungana nami, viongozi wa madhehebu ya dini zote mlioko hapa, na natambua uwepo wa Mheshimiwa Shamim Khan, waziri mstaafu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa Jumuiya ya Wanawake Waislamu Tanzania. Natambua uwepo wa Mheshimiwa Hajat Mama Shomari, makamu mwenyekiti wa UWT Chama cha Mapinduzi, chama tawala, na viongozi wote wa Chama cha Mapinduzi mlioko hapa. Natambua uwepo wenu. Mheshimiwa Mwamtum Mahiza, waziri mstaafu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mwenyekiti wa kamati ya dua ambaye yuko hapa, waheshimiwa wabunge wenzangu, natambua uwepo wa Mheshimiwa Mama Lulida, mbunge wa mkoa wa Lindi, na Mheshimiwa Mama Kisangi, mbunge wa mkoa wa Dar es Salaam. Natambua pia Waislamu wenzangu mlioko hapa, na leo tumefurahi, tumeona vijana wetu wa Kiislamu wako hapa kutoka madrasa mbalimbali, wana habari ambao mnaendelea kuhabarisha umma juu ya tukio hili muhimu. Nitambue uwepo wa wageni wote ambao sikuweza kuwatambua mmoja mmoja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi nataka nianze kwa kuungana na viongozi waliotangulia hapa kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwenye wingi wa rehema na fadhila zake ambazo zimetuwezesha leo kujumuika katika siku hii muhimu. Leo hii ni siku muhimu sana kwa kuwa ni tamati ya dua iliyofanyika kwa siku 3 mfululizo kwa ajili ya kuwaombea marehemu viongozi wa dini ya Kiislamu na Waislamu wote, lakini pia kuliombea taifa hili. Kabla sijaendelea, pia nitoe pole kwa Waislamu wenzangu wote na Watanzania kwa ujumla kufuatia msiba mzito tuliopata wa Tanzania kwa kufiwa na mzee wetu
hayati Mheshimiwa Cleopa David Msuya, makamu wa kwanza wa rais na waziri mkuu mstaafu, ambaye amelitumikia taifa hili kwa miaka mingi katika nafasi mbalimbali serikalini, na Mheshimiwa hayati Cleopa David Msuya ataagwa kesho kitaifa kwenye viwanja vya Karimjee kuanzia asubuhi, na mwili utasafirishwa jioni kwenda mkoani Kilimanjaro, wilaya ya Mwanga, ambako pia ataagwa na ndugu na jamaa mkoani Kilimanjaro na wote ambao watashiriki, na tarehe 13 atapumzishwa kwenye nyumba yake ya milele. Tumuombee kwa Mwenyezi Mungu aweze kuilaza roho yake mahali pema peponi. Amina. Niendelee kwa kuieleza siku ya leo, na hasa siku hizi tatu zote, kuwa ni siku muhimu. Licha kuwaombea mamufti, mashehe na ndugu zetu Waislamu wote, lakini leo ni tamati pia ya dua mahususi kwa ajili ya kumwomba Mola wetu amani na baraka katika kipindi hiki kinachoelekea kuwa na uchaguzi mkuu hapa Tanzania. Niendelee kutumia nafasi hii kuwapongeza sana viongozi wa BAKWATA kiongozwa na Mufti Sheikh Dr. Abubakar Zuberi bin Ali Mbwana, ambaye pia ni shehe wa Tanzania, shehe mkuu wa Tanzania. Hakika mmefanya kazi kubwa ya kuongoza dua hii kwa siku 3 mfululizo, na leo umati huu uko hapa kushiriki na kushuhudia siku ya tamati ya dua hiyo muhimu kwa taifa letu na waumini wote. Na wapongeza Waislamu wote kwa kujitokeza kushiriki kikamilifu katika dua hii kuanzia tarehe 8 hadi leo tunapoelekea kuhitimisha muda mfupi ujao. Hakika mmefanya kazi kubwa ya ibada muhimu, na nawasihi tena tuendelee kufanya ibada kama hizi kwa lengo la kuliombea taifa letu pamoja na viongozi wetu na jamaa zetu waliotangulia mbele za haki. Ndugu Waislamu, nikushukuru sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, na leo ukiwakilishwa na mkuu wa wilaya, kwa kuendelea kushiriki matukio mengi ya taasisi za kidini, ukiwa unadhihirisha nia njema serikali yetu ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ya kushirikiana na taasisi zote za dini, kiwemo madhehebu yote ya dini, kwa lengo la kujenga mshikamano ulio imara katika taifa, uwepo wa utulivu na amani katika nchi. Hakika wamechochewa na mafanikio ambayo yanatokana na ushirikiano wetu kati ya dini na serikali unaoendelea sasa. Ndugu waumini, kama ambavyo mnajua kwamba leo aliyetakiwa kuwa mgeni rasmi hapa ni Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, ndiye ambaye tungekuwa naye kwenye shughuli hii ya kuhitimisha dua. Lakini wote mnajua kwamba Mheshimiwa Rais amepata ugeni mkubwa wa kitaifa, ametembelewa na Rais wa Msumbiji, na kwa hiyo yuko kwenye majukumu muhimu. Imempendeza na amenituma nije kumwakilisha kuwa nanyi katika shughuli hii ya kuhitimisha ibada hii muhimu iliyodumu kwa siku hizi 3. Ndugu Waislamu wote, mnamfahamu vizuri Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa dhamira yake ya dhati kwa taifa hili, kwa mapenzi yake mema kwa Watanzania, pamoja na kunituma, lakini pia amenipa salamu nyingi za heri na baraka kwenu na zenye upendo wa hali ya juu, akisisitiza kuwa anathamini na kuheshimu maombi yenu ambayo ndio msingi wa amani na utulivu kwenye taifa letu. Vile vile Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amenituma kuleta salamu nyingi za pongezi kwa kutekeleza ibada hii ya dua, na amewaomba muendelee kudumisha ushirikiano na serikali na kuendelea kuliombea taifa letu
hususani katika kipindi hiki taifa letu linapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Ndugu Waislamu, ni ukweli usiopingika kuwa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakati wote amekuwa akitekeleza kwa vitendo dhamira ya kukuza ushirikiano kati ya serikali na madhehebu ya dini hapa nchini. Sote tumeshuhudia mara kadhaa jinsi namna anavyowathamini kwa kuwasikiliza, kuwashirikisha viongozi wote wa madhehebu ya dini katika masuala muhimu ya kitaifa. Hii ni alama tosha kwamba rais wetu ana dhamira ya dhati ya kuimarisha mshikamano kati ya viongozi wa dini na viongozi wa serikali na taifa kwa ujumla. Na kwa upande mwingine, viongozi wa madhehebu ya dini mmeendelea kutoa ushirikiano mkubwa sana na kuitikia wito wakati wote serikali inapowahitaji katika matukio mbalimbali, kuanzia kule kwenye ngazi za wilaya, mkoa mpaka taifa. Binafsi nimekuwa shahidi wa mshikamano wa dhati na ushuhudia ninapofanya ziara kwenye ngazi za wilaya na hata mikutano iliyoko vijijini. Hakuna tukio la serikali linaloanza bila kuanza na dua zinazoanzilishwa na viongozi wa dini. Jambo hili ni jambo la kujivunia katika nchi yetu. Lakini haya ndio maono na ndio maelekezo ya rais wetu ya kuhakikisha kila kiongozi kuanzia ngazi ya kijiji, kata, wilaya, mkoa, panapokuwa na jambo la umma lazima lipate baraka kwa dua kutoka kwa viongozi wa kidini. Na ndio kwa sababu wakati wote mmekuwa mkipata mialiko na serikali kushiriki kwenye matukio ya kiserikali. Mheshimiwa Mufti, jambo hili tuendelee kulisisitiza na kulidumisha kwa sababu linaleta sura mzuri kwa jamii inayotutarajia. Ndugu Waislamu, nitoe pongezi nyingi kwa shehe wetu Abubakar bin Zuberi bin Ali Mbwana ambaye ni mufti na shehe mkuu wa Tanzania wetu kwa kuendelea kusimamia kikamilifu shughuli mbalimbali zinazowaunganisha Waislamu. Matukio kadhaa ambayo na mimi binafsi nimepata nafasi ya nimeshuhudia haya. Huko nyuma tulikuwa na ile tabia ya huyu anamsema huyu, lakini sasa hali hiyo imebadilika na Waislamu wote tumekuwa wamoja. Tumeona viongozi wa madhehebu mengine ya dini ya Kiislamu wako hapa, viongozi wa taasisi nyingine za dini ya Kiislamu wako hapa kwa kiongozi wetu wa Uislamu Tanzania. Hili ni jambo kubwa sana ambalo umelifanya katika taifa hili, kutuunganisha Waislamu wote kwa lengo la kuzungumza lugha hii moja. Na tunapokuwa kwenye dua kama hii ndiko ambako tunaona umuhimu wa Waislamu wote kuwa kitu kimoja. Na wapongeza kwa kutimiza maagizo ya Mwenyezi Mungu na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kitendo cha kuwaombea Waislamu wenzetu waliotangulia mbele za haki ili Mola awapunguzie adhabu. Dua hii imejaa mema tele. Niwaombe tu sisi tulio hai tuendelee kuwafanyia dua wenzetu. Wakati wa uhai wao walifanya dua pamoja nasi, lakini leo hii hawapo. Ni wakati wetu sasa kuombea dua wao, tukijua ya kwamba nasi siku moja tutakuja kuombewa dua. Nami naungana waumini wote kumwomba Mola wajalie heri wale wote walioshiriki katika kufanikisha dua hii njema. Ndugu Waislamu, pia natoa pongezi nyingi kwa Sheikh Dr. Abubakar bin Ali Mbwana, mufti na shehe mkuu wa Tanzania kwa kitendo cha kuiandaa dua hii kwa ajili ya baraka na amani kwa taifa letu tunapoelekea kwenye uchaguzi. Hii imekuja wakati mwafaka kabisa, na inshallah Mwenyezi Mungu atakulipa mufti wetu kwa kazi hii mzuri na ubunifu ulionao wa kuandaa tukio kama hili. Na hii inatokana na ukweli kwamba yako mataifa yanayoingia kwenye machafuko kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Ni imani yangu kwa nchi yetu kama Tanzania, kwa mshikamano huu na mwenendo huu wa viongozi wa dini kuadhimisha matukio ya kuliombea taifa hili,
inshallah Mwenyezi Mungu atatuepusha kwenye migogoro isiyokuwa na tija katika taifa. Ni imani yangu kwamba nchi yetu itaendelea kushamiri kwenye duru za amani, utulivu na mshikamano ambazo zimejengwa na viongozi waliotangulia katika taifa hili. Mshikamano huu unaoendelezwa na viongozi wanaoshika madaraka mpaka awamu hii ya 6, na tunaposhuhudia dhamira hii ya dhati ya rais wetu Dr. Samia kutaka taifa hili liendelee kuwa na utulivu wa hali ya juu. Ni jambo la furaha sana kuona mmeamua kushirikiana na serikali katika dua hii kwa ajili ya taifa hili, kwa kumwalika Mheshimiwa Rais kuja kuwa mgeni rasmi wa kufunga tukio hili la dua. Leo hii ninapomwakilisha Mheshimiwa Rais, hii ni alama kwamba serikali inatambua umuhimu wa sala na dua. Viongozi tunatekeleza majukumu yetu kwa salama, na kwa viongozi wote wa dini, waumini, tumeendelea kuliombea taifa hili. Hii ndio sababu serikali imekuwa ikishirikiana na madhehebu yote ya dini katika nchi yetu, na hasa tunapokuwa na shughuli mbalimbali, iwe za kidini au za kiserikali. Na waomba pia tuendelee kuomba dua kwa ajili ya wagombea wa nafasi ya urais. Sasa na mimi nilioko hapa, mimi ni msaidizi wa rais, si mwingine ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia Chama cha Mapinduzi, yeye ndo ameshateuliwa kuwa ndo mgombea wa nafasi ya urais. Unataka mimi niseme kwa ajili ya nani tena? Ni waombe tumuombe rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, mgombea wa Chama cha Mapinduzi, na ndiye huyu aliyefanya haya yote ambayo yamezungumzwa na mkuu wa mkoa mnayoyaona kwenye elimu, afya, kilimo, umeme, miundombinu na kadhaa wa kadhaa. Kauli ndio hiyo, tumpe mitano tena ili afanye maboresho makubwa katika taifa hili. Tutafika mbali. Kwa hiyo tumuombee sana. Tunapomwombea yeye Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, pia tumuombee Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi ambaye kwa sasa ni rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na ndiye mgombea wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar, kwa pamoja na Mheshimiwa Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi, mgombea mwenza wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na yeye tumuombee sana sana sana, ili viongozi hawa watatu ambao wameendelea kutuongoza kwa mafanikio makubwa ndani ya nchi, basi Mwenyezi Mungu atuongoze kuwapigia kura nyingi. Sipigi kampeni, lakini lazima niseme ili wapate nafasi ya miaka mingine mitano kulifanya taifa hili kuwa taifa tegemewa, pendwa, na taifa ambalo linaendeleza amani, mshikamano wakati wote kati ya Watanzania na shughuli ambazo tunazifanya. Ndugu Waislamu, niendelee kuuzungumzia mchango wa madhehebu ya dini katika ustawi wa jamii ya Watanzania, kwamba bado unahitajika sana. Serikali inathamini kazi kubwa mnayoifanya katika maeneo mbalimbali, na lengo hapa ni kujenga taifa hili la leo na kesho, na katika kujenga mazingira bora ya kizazi hiki ambacho kinatutegemea sisi kuwapa miongozo. Na kwa hiyo tunapofanya kazi kwa pamoja, tunatarajia kupata mafanikio makubwa. Serikali inafanya kazi yake ya kuimarisha huduma za jamii kwenye elimu, afya, maji, nishati, mafunzo mbalimbali kwenye kilimo, huduma mbalimbali zinazotolewa katika nchi, ushirikishaji tunaofanya kwa watu wote, usafirishaji na uchukuzi, na kila hitaji la Watanzania linafanywa na serikali hii. Sikusudii kuhesabu na kutamka moja moja. Mimi naamini kama wewe kweli limpenda nchi yako, hili utakuwa unalijua. Tumepata mafanikio mangapi kwenye elimu? Naamini mnajua. Mafanikio mangapi kwenye afya? Naamini mnajua. Uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji wa Tanzania mnajua. Tuendelee kuthamini kazi nzuri iliyofanywa na serikali yetu.
Ndugu Waislamu, serikali inatambua jukumu kubwa mlilo nalo viongozi. Tunarudia haya kwa sababu tunaona matunda ya kazi yenu mnayoifanya ya kutoa mafundisho ya kiroho na kuwajenga Watanzania kiimani, kiroho na kimwili. Mmekuwa wakati wote mkichangia jitihada za serikali katika kusimamia maadili mema kwenye taifa hili, na mmekuwa na makatazo, mmekuwa mkikemea matendo yote yanayokiuka mila, desturi na utamaduni wa Watanzania, kwa kuitaka jamii ya Kitanzania kuendelea kuwa na maadili yanayojenga jamii kuanzia sasa na kuendelea. Lakini pia kazi yenu kubwa ya kutoa ushauri wa malezi kwa vijana, tumefurahi kuona kuwa mnashiriki kamilifu kila mnapopata nafasi kusimama kwenye membari. Hii imekuwa ni ajenda. Endeleeni na ajenda hii muhimu kwa taifa letu. Kupitia mafundisho ya viongozi wa kiroho na madhehebu mbalimbali, tumeweza kuendelea kuona kuimarika kwa maadili, nidhamu na ustaarabu wa Tanzania umekuwa ukijipambanua, na hii ndio imeendelea kuiletea heshima nchi yetu. Hii ndio imeifanya nchi hii kufunguka na kupata wageni wengi. Ni wadokeze tu, baada ya rais huyu anakuja rais mwingine na rais mwingine. Hiyo ndio Tanzania. Kwa nini wanafuatana wengi? Ni kwa sababu ya heshima tulionayo duniani ya kuwa nchi yenye utulivu, amani, mshikamano wa pamoja, na nchi ambayo uchumi wake unapanda kwa kasi. Watanzania, tembeeni vifua mbele. Taifa ni imara, taifa ni pendwa, na sasa limekuwa kimbilio la wale wote waliopoteza amani kwenye nchi zao. Tuendeleze amani hii. Watanzania ni watu wakarimu, na Watanzania ni wastaarabu sana, na hii inatokana na misingi ya kiimani inayojengwa na taasisi zetu za dini hapa nchini. Napomaliza hotuba yangu fupi, yako mambo machache ya kuyasisitiza, kila jua yanafahamika. Moja ni ile uchaguzi. Kuwakumbusha tu kwamba Tume Huru ya Uchaguzi Tanzania inaendelea kutoa ratiba kila hatua, na wasihi wa Tanzania tuzingatie ratiba hiyo ili uweze kutekeleza haki yako ya msingi ya kidemokrasia ya au kuchaguliwa au kuchagua kiongozi unaiona anaweza kukuletea maendeleo. Na ratiba hizi zitakuwa zinatangazwa na vyombo vya habari wakati wote, na tutaendelea kuwashirikisha. Sisi kama serikali ni wadau wa uchaguzi huu. Pale tume itakapotoa tangazo lake, na sisi tutawatangazia ili kupeleka mawasiliano haya mpaka vijijini na kutoa nafasi kwenu kuweza kuimarisha. Kwa hiyo ilikuwa la kwanza la msisitizo. La pili, wito wa kudumisha amani, nimeusema sana, sihitaji kurudia, na viongozi wote wamesema hapa na wamekuwa wakisema kila siku. Naamini hili tunalo, limetuingia. Tuendelee kuwa mabalozi wa taifa hili kwenye msisitizo wa amani katika nchi. Popote unapopata nafasi ya kuzungumza na Watanzania, wawe watatu, wawe wanne, watano, 100, 1000, usiache kuzungumzia swala la amani katika taifa hili. La tatu ni wito wa kuendelea kuwaombea viongozi na wananchi na taifa kwa ujumla. Tabia ambayo naiona sasa katika taifa hili la viongozi wa dini kuamua kuitisha Watanzania pamoja na kuliombea taifa, na wasihi tuendelee nayo. Hii ni fursa ya kila mmoja kutumia nafasi yake kuomba sana kwa Mwenyezi Mungu taifa hili liendelee kuwa la utulivu. Lakini lazima nisisitize kwamba ni muhimu sana kumwombea rais wetu wa nchi ambaye ana majukumu mengi, mbali ya kuwa na wasaidizi, lakini yeye kama yeye anayo majukumu mengi ya kitaifa. Tunao wajibu wa kumwombea. Mwenyezi Mungu amnyooshe kila analofikiria,
Mwenyezi Mungu amuondoshee wale wote wenye shari dhidi yake, na Mwenyezi Mungu aendelee kumpa weledi wa kuendelea kuwa kiongozi imara mwenye afya njema, na Mwenyezi Mungu ampe mafanikio katika kila jambo lake. Haya ni mambo muhimu kwetu. Vile vile Dr. Philipo Isidori Mpango, makamu mwenyekiti, Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, na ikiwapendeza na sisi wasaidizi tuombee ili tuweze kumsaidia vizuri kazi rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema haya, niwashukuru nyote, kamati ya maandalizi, ofisi ya BAKWATA na wote ambao mmeshiriki kwenye maandalizi haya. Niwashukuru wote mliokuja hapa. Niwashukuru vyombo vya habari kwa kazi yenu nzuri ya kuhabarisha matukio mbalimbali katika taifa hili. Julisheni, habarisheni juu ya dua hii iliyodumu kwa siku 3 iliyolenga kuombea viongozi waliotangulia mbele za haki kwenye taasisi yetu ya kidini, lakini pia kuombea viongozi wa taifa hili. Vile vile dua hii imeombea uchaguzi wa mwaka huu. Lengo ni kufikisha ujumbe huko wa Tanzania kwamba na wao wanapaswa pia kutenga siku za kuliombea taifa hili kwenye maeneo hayo yote. Baada ya kusema haya, sasa nitamke kwamba kwa niaba ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwa dua hii muhimu ya marehemu pamoja na baraka na amani kwa nchi yetu imehitimishwa rasmi. Asante sana kwa kunisikiliza. Asante. Kasida hiyo, kasida. Mashaallah. Babdeo Miladu Online TV, pamoja nawe katika kheri.